Kitu kimoja ninachokifahamu kuhusu mwanamke ni kwamba mwanamke anaweza kalia sana. Mwanamke anaweza kaigiza amezimia. Mwanamke anaweza kaumwa mpaka akaenda kulazwa. Mwanamke anaweza kakoroga hata sumu akanywa kwa kuwa anapambana sana kukuomba wewe msamaha na bado akawa anakudanganya. Hiki ni kitu cha ajabu kidogo, lakini mimi nakwambia ukweli. Mwanamke anaweza kafanya drama zote hizi na bado akawa anakudanganya. Hicho anachokifanya sio kwa ajili ya majuto, anakifanya kwa sababu anaogopa matokeo ya vitu ambavyo yeye alivianzisha. Trust me, mwanamke anaweza kajifanyia kitu chochote kile ili kununua huruma yako. Mara nyingi sana nimekuwa nikiwaambia hiki kitu. Mwanamke anaweza hata akatishia kujiua vizuri na akakoroga mpaka hiyo sumu hata akanywa, kwa sababu tu anataka aipate hiyo huruma yako. Lakini sio kwamba anajutia kitu alichokifanya. Mimi sitaki kuamini kwamba mtu alikuwa anaanzisha mahusiano na mwanaume mwingine huku akiwa anajua kabisa yeye ni mke wa mtu, kwamba alikuwa hajui anachokifanya. Sitaki kuamini hivyo. Sitaki kuamini kwamba mwanamke alikuwa anatoa namba yake kwa mwanaume mwingine huku akiwa anajua kabisa mimi ni mke wa mtu na huyu mwanaume hatuna kitu chochote cha msingi cha mimi na yeye kuwasiliana, huku akiwa hajui kwamba kesho kitafuata nini. Sitaki kuamini kwamba huyo mwanamke alikuwa anatenga muda wake kuchati na huyo mwanaume kwa siri huku akiwa anajificha kwako, eti akawa alikuwa hajui anachokifanya. Sitaki kuamini kwamba huyo mwanamke ambaye alianza kuwa mkali kwenye simu yake anaificha ficha, kwamba alikuwa hajui kwamba anachokifanya sio kitu kizuri. Sitaki kuamini hicho. Sitaki kuamini kwamba huyo mwanamke ilipofika kipindi cha kuanza kukutana na huyo mtu alikuwa anaondoka, anapanda bodaboda kwa siri kwenda kwenye gesti za 20,000, 30,000 huko vichochoroni kukutana na huyo mwanaume huku akiwa hajui anachokifanya. Sitaki kuamini kwamba huyo mwanamke alipoanza kunogewa na huyo jamaa huko nje akaanza mpaka kukudharau wewe, ukaanza kuona na viburi, anapita huku anaingilia huku, anajiamini sana, yani nakwambia mwanamke akianza kukudharau, yani nakwambia mwanamke akianza kukusaliti huwa anakuwa na dharau ya kiwango cha juu. Kujiamini ndio usiseme. Wewe ulikuwa tu unakaa unajiuliza huyu mtu ana shida gani? Mwanamke alikuwa anakudharau, hakusikilizi, sio mtiifu tena, anakunyima haki yako. Sitaki kuamini kwamba hivyo vyote alikuwa anavifanya kwa bahati mbaya. Hapana, exactly alikuwa anajua ni nini anakifanya. Sitaki kuamini kwamba ilikuwa ni kwa bahati mbaya. Sitaki kuamini kwamba huyo mwanamke ilikuwa inafika kipindi wakipanga kukutana yeye na huyo mtu wake wa nje anakukatalia wewe kwa sababu ya kwenda kumpa huyo mtu wa nje. Sitaki kuamini kwamba ilifika kipindi huyo mke wako akaanza kukunyima wewe haki yako ili kesho yake aende akakutane na huyo mwanaume wa nje, kiasi kwamba alikuwa hataki umguse kwa sababu anataka aende kwa huyo mtu wake wa nje akiwa vizuri. Anajua ukishamgusa utamaliza kila kitu, kwa hiyo alikuwa hataki kabisa umguse. Sitaki kuamini kwamba hivyo vitu alikuwa anavifanya kwa bahati mbaya. No way, alikuwa anajua anachokifanya. Mwanamke anaweza kufanya chochote kununua huruma yako. Watu wamezoea sana kusema wanaume ni waongo sana. Mimi nakubali, ni sawa, wanaume ni waongo, lakini mwanaume mara nyingi uongo wake ni wa kukamatika vizuri, kwa sababu nyinyi wanaume huwa mnadanganya kwa maneno. Yaani wewe unaweza ukamdanganya mtu kwa maneno, kumuimbia mashairi, lakini matendo yako tu yanaweza yakakukataa. Mwanamke akiwa na akili timamu tu, akikaa chini akalinganisha maneno na vitendo vyako, lazima vitapishana. Mwanaume ukiwa unamdanganya mwanamke, mwanamke atajua, lakini mwanamke akikudanganya wewe mwanaume, kujua ni ngumu sana. Na ndio maana kuna baadhi ya watu mlijikuta mnasamee kutokana na drama ambazo wanawake walikuwa wanazifanya. Mwanamke ana drama kubwa sana sana. Unajua we muogope mtu ambaye anafikia kipindi hata anakoroga sumu akanywa na bado anafanya drama. Muogope mtu wa namna hiyo ambaye hahofia hata afya yake tena. Yaani yuko tayari kujifanyia kitu chochote ili anunue msamaha wako. Muogope sana huyo mtu. Mtu ambaye anajifanyia vitendo vya kikatili ili anunue huruma yako, yuko tayari azimie, aende akalazwe, atundikiwe na madripu huku akiwa anakuigizia. Muogope sana mtu wa namna hiyo. Nakwambia ukweli. Jamani, wanawake ni waongo sana. Hasa wanapopambana kubadilisha matokeo ya vitu ambavyo wao walivianzisha. Mtu alikuwa anajua kabisa mwisho wa kufanya usaliti ni kumuumiza mwenza wangu. Alikuwa anajua kabisa mwisho wake hii ndoa yetu itafika mwisho. Alikuwa anafahamu. Aliamua kuendelea kufanya hiyo mission huku akiwa anajua nini kitatokea. Leo hii umemkamata kaka yangu, ndio anajifanya anakoroga sumu anakunywa. Ndio anajifanya anazimia. Ndio anajifanya amechanganyikiwa. Mbona kipindi anakudharau hayo yote hayakuwepo? Mbona alikuwa anakudharau sana?
sana, mpaka wewe mwenyewe ukaanza kuhisi hapa kuna kitu kinaendelea, mpaka wewe ukimgusa siku hiyo anajua kesho anaenda kukutana na huyo jamaa yake, anakuwa mkali. Sitaki mimi, sitaki uniguse. Mara ajitetea, oh, mimi tumbo linaniuma, mimi kiuno leo hakiko vizuri. Na kuna mwingine alikuwa anakudanganya kabisa, mimi leo niko kwenye siku mbaya, na kumbe anakudanganya. Kesho anaenda kwenye appointment yake yeye na huyo jamaa yake. Mwanaume, ukija kubahatika kutembea na mke wa mtu, hutakuja kumsamehe mke wako akikusaliti, niamini mimi. Yaani wewe siku moja ukatembea na mke wa mtu, uone wake za watu vitu anavyovifanya, hata mke wako akikusaliti hutomsamehe. Kwa sababu utakuja kupata experience kubwa kwamba mwanamke yuko tayari hata kumdhalilisha mume wake, akamvua utu wake wote kwa huyo mwanaume mwingine, akakaa akamjadili mpaka maumbile yake, akamjadili na huyo mwanaume mwingine, we kwa kumuona huyo mwanaume mwingine wa maana. Cha ajabu na cha kushangaza, huyo mwanaume mwingine wa nje sio kwamba ana msaada hata wa kifedha, maneno tu, mashairi. Yaani mwanamke yuko tayari amwache mwanaume anayempenda ili aende kwa mwanaume anayemdanganya kwa sababu ya mashairi. Wewe ni mzuri sana, wewe ni piskali, jamaa kutendei haki, sijui nini na nini. Lakini ni maneno tu, sio kwamba yeye anamtendea haki, kwamba kuna vitu anamhudumia, no. Yeye kazi yake ni kumuita kwenye vigesti vya 20,000, 30,000 huko, akamtumie kisha amwambie jifiche, futa hizo message jamaa sione, kuwa makini tusikamatwe. Na mwanamke hatumii akili kwamba huyu mtu kwa nini anataka sana nijilinde. Hatumii akili kwamba huyu mtu anataka mtumie kwa muda mrefu. Sitaki kuamini kwamba vyote hivyo mwanamke alikuwa anafanya kwa kutokujua anachokifanya. Mwanamke anajua vizuri anachokifanya. Mwanaume, siku ukija kutembea na mke wa mtu utajua wanawake wana tekniki sana za kusaliti ndoa zao kuliko hata wanaume wenyewe, na kuhakikishia. Lakini kibaya zaidi, wanawake huwa wanashindwa kujificha. Wewe mwanaume ulianza kugundua, ulianza kuona vitu haviko sawa, ukaanza kumpeleleza kwa siri. Leo hii umemkamata anajifanya anazimia, anajifanya anachanganyikiwa, anajifanya anaumwa, anaenda mpaka kulazwa. Hivi wewe ulishawahi kukaa chini ukajiuliza swali kwamba je, nisingemkamata angeacha kukifanya hiki kitu? Jiulize, ndo utapata jibu. Mwanamke analia, anachanganyikiwa, anajifanya anaumwa mpaka anaenda kulazwa, anakoroga mpaka sumu anakunywa, ili mradi tu anunue huruma yako, lakini sio kwamba anajutia alichokifanya. Sasa hivi sasa anapambana kulinda hayo matokeo mabaya yasitokee. Hataki umwache. Kwa hiyo anataka kuonyesha wewe kwamba anakupenda sana. Kwa nini? Kama alikuwa anakupenda singelinda uaminifu. Shida ilikuwa wapi kwa yeye kuamua kuwa mwaminifu? Alikuwa anafanya hivyo vyote kama alikuwa anakupenda. Vyote hivyo alikuwa anavifanya ni vya nini? Kama alikuwa anakupenda, kwa nini alikuwa anakudharau anapoenda kukutana na huyo mtu? Alipoanza tu mahusiano na huyo mtu, akakubadilikia mazima. Akawa anakuona wewe kama mwenda wazimu, akawa anakuona wewe kama umechanganyikiwa. Kwa nini alikuwa anavifanya vyote hivyo kama alikuwa anakupenda? Jiulize. Mwanamke, mimi naomba nikwambie tu kweli. Wanaume huwa hawaponi usaliti. Yaani wewe ukishamsaliti mume wako utajuta. Nimekuwa nikiwaambia mara nyingi sana. Yaani hata kama mwanaume wako alikusaliti, usijaribu kwenda hata kulipiza kisasi. Utakuja kuwa na majuto makubwa sana ndani ya moyo wako. Huwezi kuamini. Kuna wanawake wengi sana mimi wamenitafuta, dada najuta ile saa ambayo nilifanya hayo maamuzi, ni afadhali ningerudi, natamani muda ungerudi nyuma nirekebishe lile kosa nililolifanya. Mwanaume anaweza kapambana sana kuonekana anaweza kaishi na wewe vizuri, lakini mwanaume ukishamsaliti mambo hayawezi kuwa sawa tena. Afadhali hata mwanaume akimsaliti mwanamke. Mara nyingi hata nyinyi wanawake mmekuwa mkipambana, hata sisi hatusahau. Mimi hiyo sikatai. Lakini wewe mwanamke, pamoja na kwamba hausahau, bado unaweza kuishi vizuri na huyo mwanaume. Huyo mwanaume akikutendea vizuri, unaweza ukahili vizuri tu. Japokuwa mara nyingi huwa mnapinga hili, lakini mimi nawaambia ukweli, sisi wanawake ni watu wa kuachilia sana. Lakini wanaume hawaachilii. Yaani mwanaume kabisa asahau kwamba ulimsaliti, haitokei hiyo na haiwezi kutokea. Hakuna mwanaume yeyote ambaye huwa anaachilia hilo swala. Hilo swala litaendelea kumtesa kila siku kwenye maisha yake, labda mpaka aje afe, pumzi yake ya mwisho ifike mwisho, ndo ataacha kukumbuka hilo tukio. Lakini kama bado yuko hai, hawezi kusahau. Nakwambia ukweli. Mwanaume atashindwa kuishi na wewe vizuri baada ya kufanya hicho kitendo, hata kama wewe ulikuwa unamlipiza kisasi, yeye ndo alifanya usaliti ukamlipiza wewe, hawezi kusahau. Yaani katika kitu ambacho wewe mwanamke kwenye maisha yako inatakiwa uweke mbali kwenye maisha yako ni usaliti. Yaani jitahidi sana usije ukafanya usaliti kwa mume wako. Tena sio usaliti wa kwenda kulala na mtu tu. Hata ingelikuwa ni usaliti tu wa kuchati na mtu, usijaribu.
Utakuja kunishukuru nakwambia. Yaani wewe jaribisha hata siku moja mume wako akukute na message isiyoeleweka. Utanielewa. Maisha yako yote yataharibika kuanzia hapo. Ile amani iliyokuwepo itaisha kuanzia hapo. Ule upendo uliokuwepo utaisha kuanzia hapo. Yaani mwanaume sio mpaka akukamate guest, akukamate tu na message. Maisha yako yatakuwa magumu sana. Mwanaume hawezi kuhili hicho kitu. Kwa sababu hakuna mwanaume anapenda kuwa na mwanamke ambaye wanaume wengine wako na access ya kumpata. Hakuna. Mwanamke, hakuna mwanaume yeyote ambaye anapenda kuwa na mwanamke ambaye wanaume wengine wanaweza kumkaribia na wakampata. Kwa hiyo kitendo tu cha mwanaume kuona kuna message, mtu umempa nafasi ya kuchati na wewe, yani hicho kinamvuruga mazima. Kwa sababu hakuna mwanaume anapenda mwanamke wa hivyo. Kila mwanaume anapenda mwanamke mwenye misimamo, yani ambaye yule anamwamini kwamba huyu ni wa kwangu peke yangu. Yani aje agundue kwamba eti kuna mtu waga anakaa kabisa anakutumia wewe message na wewe unakaa unachati naye kwa siri, mnajibizana. Wewe mwanaume hapendi mwanamke wa namna hiyo. Na hicho kitu hato hili. Yani wanaume ni watu wa kuunganisha sana matukio. Akishaziona tu message, moja kwa moja anaona ulimsaliti. Wewe hata ungemueleza ufike wapi, yeye alishajaza kwamba hapa mke wangu alinisaliti. Hiyo utajua mwenyewe. Mwanaume akikukamata tu na message umekwisha. Nakwambia ukweli. Mwanaume, mara nyingi sana nimekuwa nikiwaambia na ninarudia tena kuambia, na hamjui kwa nini huwa nazungumza hivi sana. Watu wanaumia. Wanaume walio wengi wanateseka. Watu wanajutia maamuzi walioyafanya. Mwanaume, usije ukasamee usaliti kwa sababu ya drama ambazo mkeo anazifanya. Sijui analia sana, sijui anajifanya anaumwa ameenda kulazwa, sijui amekoroga sumu akanywa, sijui anafanya nini. Usije ukamsamee usaliti kwa sababu ya vitu anavyovifanya. Samee tu kwa sababu moyo wako uko tayari. Ila zile drama zake zile zisikufanye wewe ufanye maamuzi ya kumsamee. Kwa sababu ukifuata hizo drama za mwanamke, manake utamuonea huruma. Tofautisha kati ya kumuonea mtu huruma na kumsamee mtu. Ukimuonea mtu huruma, siku amerudi kwenye maisha yako, hiyo huruma itaisha. Sijui unanielewa kaka yangu, huruma hiyo itaisha. Sasa akili zako zitarudi, utaanza kumchukia huyo mwanamke, utaanza kujutia maamuzi yako, utaanza kuumia, utaanza kuona kwa nini nilimsamee huyu mtu. Mwanamke asikufanyiwe drama, sijui za kukoroga sumu akanywa, sijui kujifanya anaumwa akaenda kulazwa, sijui afanye nini, sijui azimia afanye nini. Usimsamee kwa sababu hiyo. Kwa sababu na yeye mwanamke kwa wakati huo, amini usiamini, na yeye anatengeneza drama ambayo itakuingia anunue huruma yako. Mara nyingi sana mimi nikisema wanaume ni watu wenye huruma, utasikia mwanamke anapinga, lakini wanawake wanajua vizuri kabisa kwamba nyinyi wanaume mna huruma sana. Hiyo anaielewa. Kama hawaelewi hicho kitu, kwa nini wao wanafanya drama kubwa kubwa kama hizi? Ndio ujiulize swali. Wanawake wanafahamu vizuri kabisa kwamba wanaume pamoja na kwamba wanaonekana vipi na nini wana misimamo, ni wakali, sijui hivi na hivi, wanajua kabisa wanaume ni watu wenye huruma. Hiyo wanajua. Na ndio maana mwanamke akiona amefanya kosa kubwa ambalo anajua hana namna ya kujielezea, anatengeneza namna ya kujitilisha huruma. Kama anajua we huwezi kumuhurumia, kwa nini atengeneze drama za kutaka we umuhurumie kama anajua hauna huruma? Kwa hiyo usikae kwenye huo mtego. Wanawake wanafahamu vizuri sana kwamba nyinyi wanaume ni watu wenye huruma mno. Ndio maana ikitokea amefanya kosa kubwa kama la kukusaliti, kitu pekee ambacho anaona kinaweza kumsaidia ni kufanya drama za kujitilisha huruma. Ndio kama hivyo atalia sana machozi. Machozi ni silaha kubwa sana kwa mwanamke. Anajua kabisa akilia machozi mtu unakuwa attention kumwangalia. Anajua kabisa anateka hisia zako. Machozi kiasili kwa mwanamke yana nguvu kubwa sana. Mtu anaweza kumuhurumia mwanamke kwa kuwa ameona machozi. Jamii inamuhurumia mwanamke kwa kuwa imeona machozi. Watu wanamwamini mwanamke kwa kuwa wameona machozi. Hiyo ni silaha kubwa sana kwa mwanamke. Anaitumia kwa sababu anajua una huruma, utamuhurumia. Akishindwa anatengeneza drama ya kuumwa mpaka anaenda kutundikiwa madrip. Anajua kabisa ukimuona yuko pale kwenye hali mbaya, wewe kwa sababu una huruma utasema mke wangu acha nimsamee, kitu inaonekana anajutia sana. Mwanamke anajua kwamba wewe una huruma kaka, nielewe. Yaani nyinyi msije mkadanganyika na maneno ya watu wengi eti wanaume hawanaga huruma na mtu. Hapana, wanawake wanajua kwamba nyinyi mna huruma. Ukitaka ujue, angalia akikukosea drama anazozitengeneza, anajua una huruma. Maana yake hapa anajua kabisa nikishaanza kwenda kulazwa huko nikatundikiwa madripu, mwanaume wangu atanionea huruma, atanisamee. Hilo anafahamu. Na akiona hilo halijakufanya wewe umsamee, mwanamke anafanya drama nyingine kubwa zaidi. Anaweza akakoroga hata sumu akanywa.
Anafanya hivyo vyote kwa sababu anajua una huruma. Sijui kwa nini watu waga wanawadanganya kwamba wanaume ni watu wasio na huruma, wanaume hawana huruma na mtu. No, wanaume wana huruma sana. Kwenye familia hizi, kwenye ndoa, wanaume wamebeba mengi sana kwa sababu ya huruma. Wanaume wengi sana wameumizwa na wanawake mara 2 mara 3 kwa sababu ya huruma. Wanaume walio wengi sana wana huruma, na huruma ndio inayowaponza kuumizwa na watu mara 2 mara 3. Anakuja anakoroga sumu mwanamke anakunywa kwa sababu anajua hiyo drama ni kubwa na ya mwisho. Yaani hiyo ndio silaha yake ya mwisho mwanamke. Anajua kabisa akiitumia hiyo, wewe huchomoki. Utaona huruma kwamba yani mtu mpaka anataka ajiue kwa ajili yangu. Kweli huyu mtu ananipenda. Lakini kumbe anafanya kwa ajili yake. Huwezi kuamini. Wanawake tuna drama nyinyi. Wanawake tuna drama sisi. Na wanawake tunajua kabisa. Unajua mimi nikwambie tu kweli. Sisi kwa nje huku tunajidanganyaga kwamba wanaume hatuwafahamu, lakini asili, nielewe, asili inafahamu kwamba mwanaume ni mtu mwenye huruma. Na ndio maana wanawake sisi huwa tunakuaga na drama. Kwa sababu hata kama sisi tunajifanya hatujui, lakini kiasili sisi tunajua vizuri tu kwamba wanaume wana huruma, na ndio maana tunafanya vitu vya kuteka huruma zao. Tunavutia huruma kwa kujifanyia vitu fulani ambavyo vitalazimisha tu mwanaume anihurumie. Mwanamke baada ya hapo atakuwa analia sana, ni wakukulilia sana, nisamehe, mimi nilichokifanya, shetani alinipitia, sijui nini na nini. Umemkamata mke wako ana miaka 2 alikuwa anakusaliti. Anakuja kukwambia shetani alimpitia. No way. Umemkamata mkeo, alikuwa mpaka anamtumia picha za utupu huyo mwanaume. Kwamba kwa mfano amepanga kukutana kesho, leo anaanza maandalizi, anamtumia picha za utupu huyo mwanaume ili mwanaume avutiwe naye. Sasa wanajiandaa kisaikolojia. Halafu siku kimkamata anakwambia ni shetani alinipitia. Ni vitu vya ajabu sana. Kaka zangu, msidanganywe na maneno ya watu kwamba wanaume ni viumbe wasio na huruma kabisa. Hapana, wanawake wanajua kwamba mna huruma. Wanafahamu kwamba mna huruma. Na ndio maana hata huyo mwanamke ambaye alikuja kwako ukamsaidia, kesho akakugeuka, na kesho atarudi na mbinu nyingine ya kujitilisha huruma. Kwa sababu anajua utamuhurumia tu. Yaani hiyo wanawake wanaifahamu kwamba nyinyi wanaume mna huruma. Kwa hiyo mimi nakwambia mwanaume, hisia ni kitovu cha uzembe. Kwako wewe mwanaume, hisia ni kitovu cha uzembe. Kila siku nawaambia, unapokaa chini kufanya tathmini hasa za kumsamehe mwanamke kosa kubwa kama la usaliti, usiweke hisia mbele. Tumia akili. Huruma zako zote fungia nyuma. Jiulize, yeye mwenzangu alipokuwa ananifanyia haya, je, alikaa hata chini akanifikiria hata kidogo kwamba siku nikija kujua nitajisikiaje? Wewe sio binadamu pekee, hata yeye mwanamke wako ni binadamu kama wewe. Kwa nini yeye akukuhurumia leo hii wewe ukae uanze kumuhurumia? Unapofanya maamuzi ya kumsamehe mwanamke kosa kubwa kama hilo, weka hisia pembeni. Weka huruma pembeni, kwa sababu mwanamke hizo huruma zako ndo anazozitaka. Na hizo huruma zako hizo zitakuchanganya, utafanya maamuzi ambayo akili yako haikubaliani nayo. Sijui kama unanielewa. Mwanaume, ukifanya maamuzi kwa sababu ya huruma, kwa sababu ya hisia, maana yake utakuwa unafanya kwa mihemko. Akili yako haijakubaliana na hayo maamuzi uliyoyafanya. Mwisho wa siku, hisia zikipoa, huruma ikiisha, akili zako sasa ndio zitaanza kufanya kazi. Ndio utanielewa nazungumza nini. Hapo ndipo utakapoanza kuishi na mtu ukiwa na majuto makubwa ndani ya moyo wako. Unajiona kabisa mimi huyu mtu simuhitaji, ila unaanza kujilazimisha kuishi naye. Unaanza kuishi na mtu kwa kumvumilia. Mwanaume, mimi nakwambia ukweli, shauri yako. Lakini mwanamke anaweza kufanya chochote unachokijua wewe kwa ajili ya kununua huruma yako tu. Kwa ajili ya kutaka tu umhurumie, umsamehe. Kwa ajili tu ya kuteka hizo hisia zako hizo, ukaendekeza tu. Wewe utasamehe kitu pasipo akili yako kufanya maamuzi. Utakuwa umefanya kwa mihemko. Sasa mihemko ikishaisha, kesho ndo utanielewa. Hapa ninapozungumza, wanaume walio wengi wanajutia kwa sababu ya kufanya maamuzi kwa vitu hivi viwili. Huruma, hisia. Huruma, hisia. Ukiweza mwanaume, cancel hivi vitu kwenye maisha yako. Hasa kwenye baadhi ya mambo, usivitumie kabisa. Jambo kubwa kama usaliti, usitumie hisia wala usitumie huruma kuamua maamuzi. Tumia akili zako timamu kabisa. Utakuja kunishukuru. Na ukishaona umekosea, basi sasa itakuwa imetokea, hauna namna.
Ila kama uko kwenye nafasi ya sasa hivi kwamba unapitia hiyo hali, tafadhali sana zima hisia, washe akili. Huruma zako weka kule, huruma fungia kule, kwa sababu naye mwenzako anavyofanya mbona hakukuhurumia? Hayo maswali ni ya msingi sana wewe kujiuliza. Kwamba mwenzangu alikuwa anapanga safari, anaenda kukutana na huyo mtu vizuri tu, kwani yeye alikuwa akaye akanifikiria mimi? Yeye alikuwa afikiri kwamba wewe ni mume wake na utaumia.